yetu. Muliniambia vile vile nishughulikie mambo ya elimu. Pale tulikuwa na shida kubwa ya elimu. CBC ilikuwa inasumbua wananchi. Wananchi wengi walikuwa wanasema tunafanyishwa mtihani na watoto wetu jioni. Tengeneza gari, tengeneza box, unanunua hii, unanunua ile. Ama namna gani? Tukasema lainishe program ya CBC. Tulikuwa na upungufu mkubwa ya walimu. Walimu ambao walikuwa gap ya walimu ilikuwa ni walimu 1110 hawakukuwa darasani. Na ndio mimi nikasema ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kwa sababu elimu ni ya muhimu, ndio inaleta usawa kati ya watu maskini na tajiri. Mtoto akisoma wanakuwa sawa na wenzao, na ndio tukaweka pesa nyingi. Nimetoa budget ya elimu kutoka bilioni 490 mpaka bilioni 700 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Nyinyi mnanielewa jameni? Na ndio sababu serikali ya Kenya tumeajiri kufikia Januari walimu 1,100. Kwa sababu ni lazima mtoto wa Kenya awe anatoka jamii ndogo, jamii kubwa, wachache, wengi. Wakienda shuleni wapata nafasi ya kusoma. Nyinyi mnanielewa? We have hired the highest number of teachers in 3 years in Kenya's history. Na tunasukuma hiyo maneno. Pia tumebadilisha mfumo wa kupatiana bursary na scholarships katika colleges yetu na university. Pale nyuma hatukuweza kujua mtoto wa kutoka jamii maskini ni nani. Lakini leo funding model yetu ya Kenya inafuata merit ya mtoto. Hatupatiani tena pesa kwa university, tunapatiana pesa kwa kila mtoto. Ndio tujue huyu mtoto anatoshana na usaidizi kiasi hii, huyu anatoshana na usaidizi kiasi hii. Ndio tuhakikishe ya kwamba watoto wa kutoka jamii maskini wanapatiwa scholarship 90%. Ndio tuhakikishe ya kwamba hata na wao wanaweza kusoma kama watoto wa Kenya wengine. Ndugu zangu, watu wa Kenya, tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio tukasema vile vile ya kwamba lazima tuzalishe chakula ya kutosha. Pale nyuma mnajua wakati mimi nimechaguliwa rais, baada ya miezi 3 watu wakaenda barabarani sufuria kwa kichwa wanasema unga imepanda. Na unga ilikuwa 240 wakati mimi nachaguliwa. Sasa sijui ilikuwaje sasa ikawa mimi ndio mwenye makosa. Lakini hata na hivyo niliwaeleza Wakenya, kama mnataka tuondoe aibu ya njaa, hatuwezi kufanya subsidy ya chakula ambayo iko kwenye maduka. Lazima turudi kwa mkulima ndio tuweze kumsaidia mkulima, kwa sababu unga haitoki kwa supermarket. Unga inatoka kwa mahindi kwa mkulima mashambani. Ama namna gani? Sasa ukienda kuzungumza na mtu wako kwa duka hapa, ati unaongea na yeye vile atapunguza unga. Atapunguza unga namna gani? Ndio tukarudi kwa mkulima, tukasajili wakulima wetu. Sasa katika digital platform yetu tuko na wakulima 7.2 million. Wote tunawapatia mbolea kwa mpango, tunawapatia mbegu kwa mpango. Na ndio sababu hiyo leo ile mazao yanatoka kwenye kilimo yameongezeka maradufu, na tunasonga mbele kama watu wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na mambo ya afya vile vile ni vile nimewaeleza. So tumerekebisha mambo ya uchumi, tumerekebisha mambo ya afya, tumerekebisha mambo ya kuzalisha chakula, tumerekebisha mambo ya elimu ya watoto wetu. Na ndio nimesema mahali tulipo sasa, lazima pia hawa walio wachache, nyinyi kutoka jamii ndogo, pia na nyinyi tunataka sasa tuwajumuishe, ndio tutembee pamoja. Na ndio sababu hiyo tumetengeneza hii sera ambayo baraza la mawaziri limeidhinisha, itakuwa bunge mapema mwaka ujao. Na mimi nataka niwashukuru wabunge wako hapa. Simameni waheshimiwa. Hawa watu ni watu wazuri sana. Tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi.
Asanteni sana waheshimiwa. Mumesikia maono ya hawa wananchi kutoka jamii ya wachache. Wanasema ya kwamba tukileta hiyo policy kule bunge, muharakishe mambo iwe tayari mapema mwaka ujao, tuanze kuwa na directorate, tuwe na council ya minorities, ndio tupange mambo yao ya masomo ya watoto wao, ya elimu ya vijana wao, na yale empowerment zingine ambayo tusaidia kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanatembea pamoja na hakuna Mkenya anawachwa nyuma. Tumekubaliana ndugu zangu? Unasema tutembelee namna hiyo? Mwisho, mimi nimesema hivi na nataka mnisikize kwa makini. Nikiongea na nyinyi leo, bado hatujafika mahali pale ambapo wale walianzisha taifa letu wangependa tuwe. Bado tuko na changamoto. It is true we have made progress. Tumepiga hatua. Hatuko mahali tulipokuwa wakati tulipata uhuru. Lakini we could do better. Tungekuwa tumefika mahali mbali zaidi. Na kwa sababu tuko na nafasi, tumeona yale yanawezekana, tunaweza kusahihisha makosa iliyopatikana kwa mambo ya elimu. Tumesahihisha pale kulikuwa na upungufu kwa mambo ya afya. Tumesahihisha mahali tulikuwa na matatizo kwa mambo ya elimu. We can now move together. Mimi nimesema hivi, hii uongozi wa Kenya, maendeleo ya taifa letu la Kenya haijatembea kwa kasi ambayo inatosha kuondoa watu wengi kwenye umaskini na njaa. Kuna nchi ambazo zilikuwa kama Kenya miaka 60 iliyopita. Leo ni nchi za first world. Na nimesema hakuna sababu ya sisi kama Wakenya kuwa mahali tulipo, na wale tulianza na wao wako mbele yetu mbali sana. Lazima tufanye bidii. Nilikuwa Turkana juzi. Nyinyi mnajua katika statistics ya Kenya, Turkana County, 80% ya wananchi wa Turkana County, they live below the poverty line. 80%. 70% of the people of Marsabit, 70% of the people of Samburu live below the poverty line. On average, 40% of the people of Kenya continue to live below a poverty line. If that does not bother the leaders of Kenya, then I wonder what bothers us. Na ndio sababu nimesema, nataka mnisikize kwa makini my friends. Tunaelewana? Na hii hatuongei maneno ya kura. Maneno ya kura ni ya siku moja. Tunaongea maneno ya transformation ya nchi yetu ya Kenya. Tunaelewana? Ndio nimesema hatuwezi kuendelea vile tunaendelea. Tukiendelea hivi 60 years after independence, if 40% of the people of Kenya are still living below the poverty line, there is something wrong with our development program. We must change it. There is something fundamentally dysfunctional about our development program and paradigm. Na ndio sababu hiyo nimesema tutabadilisha mambo. Nimesema ya kwamba tutakuwa na mpango mpya. Tumeendelea na ile mpango ya bottom up. Tumeleta watu tumefikisha hapa. Sasa hiyo bottom up must give way to a new program ya kusukuma sasa Kenya isonge mbele. It is a continuation from bottom up, charging forward, transforming the nation and taking Kenya to economic freedom all the way to putting Kenya as a first world country. Mimi nimesema tunatengeneza mpango mpya ya 5 trillion. Sikizeni bwana. Ya 5 trillion. Yes. Nasikia kuna viongozi wengine wanasema haiwezekani, ati ni ndoto. Ni kwa sababu akili yao ni kidogo. Nyinyi mnanielewa? We are rolling out a 5 trillion shilling program because if we continue
at the rate at which we have been continuing for